ya kwamba parapanda itakapolia, malaika watatumwa na Mungu, watakusanya wacha Mungu kwa ajili ya makao mema, kwa ajili ya uzima wa milele. Lakini watenda maovu watakusanya wote kwa ajili ya hukumu. Jioni ya leo, mtu wa Mungu, tumekuja kukuambia kwamba parapanda itakapolia, mwana wa Mungu atakaposhuka, atashuka na malaika, atashuka na jeshi kuu la mbinguni kwa ajili ya kulikusanya kanisa, na wale watenda maovu wakikusanywa kwa ajili ya hukumu ya Mungu. Tumekuja kuambia mtu wa Mungu na mwanadamu, baada ya kutoka katika ulimwengu huu, hakuna nafasi ya toba tena, hakuna nafasi ya msamaha tena. Ndio maana maandiko inatuambia, mtu wa Mungu, wakati ni sasa. Tumekuja kupaza sauti zetu kukuambia ya kwamba kuna moto wa jehanamu, kuna hukumu inakuja kwa wale ambao hawajamcha Bwana, kwa wale ambao hawajaweka tumaini lao kwa Mungu. Tumekuja jioni ya leo kuambia mtu wa Mungu, kimbia haraka, kimbia kwa Yesu. Ni kwa sababu Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Ukisoma Yohana 14, Yesu anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, ni kwa sababu naenda kwa Baba kuandalia makao, na makao yakisha kuwa tayari, nitakuja tena niwachukue. Mtu wa Mungu, nataka kukueleza ya kwamba Yesu ameenda kutuandalia makao. Yesu ameenda kutuandalia mji wa uzima, lakini ni wakati ni sasa wa kumtafuta huyo Yesu. Maana ukishatoka kwa hii dunia, hakuna toba tena, hakuna toba tena. Wakati ni sasa wa kumtafuta Kristo ambaye ameenda kutuandalia makao. Na akasema, msifadhaike, kwa maana nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi. Jina la Bwana litukuzwe, watu wa Mungu. Jina la Bwana litukuzwe, wana wa Mungu. Kristo anatukumbusha, anasema ya kwamba huo ufalme utakaposhuka utakuja kwa ajili ya kuwachukua wateule wa Mungu, na kutakuwa na kilio kwa wale ambao walimkataa Kristo. Kutakuwa na maombolezo kwa wale ambao walikuja wakafanya urafiki na dunia. Kutakuwa na kilio kwa wale ambao walikuja wakaingia kwenye anasa za dunia, wakamsahau Mungu, wakamsahau Jehova aliyewaumba. Ndio maana ni maneno ya Yesu Kristo, anazungumza kwamba ufalme wa Mungu umefananishwa na hao wavuvi, ya kwamba malaika watashuka, watakusanya wana wa Mungu, watakusanya watakatifu. Mtu wa Mungu, tumekuja kukuambia jioni ya leo, njoo haraka kabla parapanda haijalia, kabla siku yako ya mwisho haijafika. Njoo kwa Yesu haraka. Ndio maana Yesu anasema, mimi ndiye njia ya kweli na uzima, mtu hawezi kuja kwa Baba ila kupitia kwangu. Nyakati tunazoishi, tuna hizi nyakati za hatari, tuna hizi nyakati za majeruhi. Muda umekaribia, mtu wa Mungu, toka kwa anasa za dunia. Maana Yesu Kristo alipokufa pale msalabani, alitangaza akasema, yote yamekwisha. Hakuna haja, mtu wa Mungu, wewe kuandikiwa hukumu, wakati Yesu Kristo alikufa pale msalabani kwa ajili yako mimi na wewe, ili tupate kurithi uzima wa milele. Ni kwa maana hiyo ya kwamba Mungu alipotazama kwenye Agano la Kale, kulikuwa na kafara za wanyama. Wana wa Israeli walipokuwa wakitenda dhambi, walikuwa wanasogeza mwanakondoo, lakini zile damu za kondoo za wanyama hazikutosha kutakasa mwanadamu. Ndio maana Mungu akafunga safari, akaacha enzi mbinguni,
akashuka duniani, akaja kunitafuta mimi na wewe ili tusipotee, akamwaga damu yake, akamwaga damu yake ya dhamana, akatoa uhai wake akiwa pale msalabani, akasema Baba, imekwisha. Akalia kwa uchungu, akasema Baba, imekwisha. Kazi ulionituma, kazi ya kumkomboa mwanadamu, akamwambia Mungu, imekwisha. Mwana wa Mungu, tumekuja kukutangazia wewe uliyepotea katika ulimwengu huu, wewe uliyeingia katika anasa za dunia, tumekuja kukuambia ya kwamba njoo haraka, njoo kwenye toba, njoo tukuunganishe na damu ya Yesu, njoo tukuunganishe na damu ya msamaha, ili ya kwamba Yesu atakaporudi